Naitwa Padre Dr. Aidan Msafiri, ni padri wa Jimbo Katoliki Moshi. Tuko hapa katika kituo cha mapadri wa umri na panaitwa Longuo Priest Center. Kuanzia jana tumekuwa na semina kuhusu utunzaji wa mazingira, hususani katika swala la kupambana na changamoto ya jangwa na changamoto ya janga la plastiki kwa wamama wa Katoliki Jimbo Katoliki Moshi. Kwa nini wamama wa Katoliki Jimbo Katoliki Moshi? Wamama hawa ni viongozi ambao wana nafasi ya pekee kabisa katika vikarieti zao kuanzia Rombo, Vunjo, Moshi na Hai. Lakini wamama hawa ni watu ambao wana uelewa mpana kabisa katika taaluma au katika maisha yao. Hata kama ni wamama wa nyumbani, wana mang'amuzi makubwa na mapana ya nadharia ya jamii au maisha ya jamii yanapaswa kuwaje. Wamefika hapa kuanzia jana mchana, wako wamama 52 na mpango mzima ulikuwa ni kuwafundisha kwa siku hii 1.5 kuhusu maana ya jangwa, lakini maana ya kuwa mama Mkatoliki katika kupambana na changamoto ya jangwa, maana ya kuwa mama Mkatoliki katika kupambana na majanga ya taka za plastiki na ongezeko la plastiki katika maisha ya jamii, katika majumbani, kazini, katika matumizi ya bidhaa mbalimbali, hata sahani na viatu na vitu mbalimbali ambavyo tunatumia, miswaki, dawa za urembo na vitu mbalimbali wanavyotumia hasa wakina mama. Kwa hiyo lengo kabisa lilikuwa ni kuleta uelewa wa pamoja katika kupambana na changamoto hizo mbili kuu, jangwa na plastiki, lakini pia uwajibikaji wa pamoja. Na hawa wameahidi kabisa kwamba wataenda kuwa ni walimu wa mama wengine. Na wamama wengine sio lazima wa Katoliki lakini wa kwanza kabisa atakaoenda kuwahubiria, kuwafundisha, kuhamasisha, kuwatoa matongotongo ya uelewa wa hali halisi ya mabadiliko ya tabia nchi na athari zake, lakini pia kuwajengea uelewa wa kutumia majiko banifu na sanifu, kupunguza sasa kwanza gharama zitokanazo na matumizi ya nishati ambayo sio rafiki kwa mazingira, gharama za kiuchumi, lakini kuna gharama za kiafya. Zile faida ambazo wakitumia majiko banifu na sanifu watapunguza magonjwa yanayotokana na mfumo wa upumuaji, lakini yote hayo yanapigiwa muhuri katika kuwawezesha katika elimu, manake watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa maarifa hayo ni muhimu, na tathmini yangu ni kwamba wakitoka hapa baada ya miezi 3 watatoa ripoti kivikarieti kwamba wamefanya nini. Kwa hiyo tutafanya monitoring ya walichofanya hapa, na kila baada ya miezi 3 tutakuwa huenda tukawa na pia semina ya namna hii ambayo inafadhiliwa na taasisi isiyokuwa ya kiserikali inayoitwa Konrad Adenauer Foundation. Konrad Adenauer alikuwa ni muasisi wa taifa la Ujerumani kama baba wa taifa Nyerere kwa Tanzania. Kwa hiyo ni kitu endelevu, na taasisi hii nimekuwa nikifanya nayo kazi kwa miaka 20 iliyopita katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya nishati, na katika pia maendeleo endelevu. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo tumelifanya hapa. Kwa nini wanawake? Wanawake kwanza, kitakwimu, hoja namba 1, hoja ya kitakwimu, wako wengi kuliko wanaume. Pili, ni wanawake wanaojitambua. Ukileta vijana hapa, mimi ni mlezi wa vijana. Vijana index yao ya utambuzi, awareness index, iko chini zaidi. Hawa wanajua shida ni nini, kuni za kupikia ni kiasi gani wanapaswa kutumia, na wao ndio watakao kuwa wa kwanza. Yani hawa ni waathirika na wabadilisha maono wa mwanzo kuliko vijana. Unaposema kuhusu mkaa, wanawake ndio wana gesi, wanawake ndio wanaguswa mara ya kwanza na sio vijana. Kwa hiyo wamama hawa ambao wengine ni vijana wana uelewa mkubwa zaidi katika masuala haya yanayohusu nishati
hatarishi, lakini nishati ambazo ni rafiki wa mazingira. Wamama pia kisaikolojia wana moyo kwa kawaida. Wamama wana moyo, wana huruma. Kwa hiyo tumetaka kujengea kwenye hiyo huruma yao, wahurumie mama dunia. Baba Mtakatifu anaita mama dunia. Mtakatifu Francisco alimuita dada. Dunia inaitwa ni dada, inaitwa ni mama. Kwa hiyo wakiona dada mwenzao anateswa, wataunganika, watapambana. Kwa hiyo wamama wana huruma, wamama Mungu alivyowaumba, kama mambo yote yako sawa, ni watu wanaopenda kuchacharika zaidi. Hata sasa hivi wenye fedha hapa Kilimanjaro wengi ni akina mama. Kwa hiyo wanaweza pia wakatumia rasilimali fedha kuleta mabadiliko chanya, lakini wao ndio, ukienda kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, ziwe za Kikatoliki, ziwe za Kiluteri, hukuti wanaume wengi kuliko wanawake. Kwa hiyo sasa hivi kuanza kuwahubiria tu wanaume, hutakuwa umepata a broader base ya game changers kama wakina mama. Kina mama ni kila kitu, lakini lazima wajitambue ili waweze kuleta mabadiliko chanya. Kwa mwanamke ambaye hakufika hapa, la kwanza nampa pole, maana hawa wamebarikiwa kweli. La pili, nampa matumaini kwamba ujumbe ni huu, kwamba dunia sasa hivi imebadilika na shughuli za kibinadamu ndio zinazotuletea majangwa na takataka za plastiki. Jangwa na plastiki ni majanga makubwa kwa kifupi kabisa. Ukiangalia sehemu za kusini hapa Kilimanjaro, chini ya barabara zinakumbwa sana na upungufu wa mvua, na mvua inahitaji mfumo ambao ni ule wa mfumo wa utamaduni wa Edeni, kuheshimu mfumo Mungu alioweka, kutokuzalisha hewa ya ukaa kama inavyozalishwa sasa hivi, kutumia kilimo safi, kilimo ambacho ni rafiki wa mazingira, kutokutumia viuatilifu, kutokutupa taka ovyo, kutokutumia rasilimali maji, nishati, umeme vibaya. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanawahusu akina mama, na wao ndio waathirika namba moja. Kuna wamama wengi ambao tunawaita single mother parents, ambao gharama kubwa ya kuendesha familia inawagusa wao na sio wanaume. Ndio maana nikaamua kuwahubiria hawa, kuwafundisha hawa, kuwatoa matongotongo hawa kina mama. Kwa hiyo mama ambaye hakufika asikate tamaa, apate ujumbe huo, lakini pia anaweza akasikiliza Radio Kicheko ambayo ni radio makini kabisa na muhimu, lakini Katoliki Online TV ambao wamekuwa hapa, lakini pia kuna gazeti ambalo litaandikwa kwa wale wasomi ili waweze kupata maana na kiini cha semina yetu.